Amevunja rekodi ambazo hazijawahi kuwekwa. Huyu si mwingine ni Kuslav wa Next Level, I mean msanii mpya wa Rayvanny, all the way from Next Level. Hii ni baada ya kutambulishwa kuwa msanii rasmi wa Next Level, baada ya Vanny Boy kumalizana na Mac Voice. Tuliona alikuja akamtambulisha msanii wake mpya, ambao msanii huyo alipitia mengi magumu. So baada ya kutambulishwa na kurelease EP yake ya Gold, so tuliona Diamond Platinum alipandisha nyimbo kama vile Happy, nyimbo ambayo imefanya vizuri sana kimataifa, akaja akapandisha nyimbo kama Joy. So ni kipindi hicho ambacho huyo msanii ameachia EP yake ya Gold, alipitia mambo mazito kweli kweli, lakini pia tukamuona Harmonize akaja akatoa Wewe, na tukaona wasanii wengine wakawa wanatoa vigongo vyao. So unaona ni kiasi gani msanii huyu alipitia vitu vigumu mbele ya majianti. Lakini pia tukaja tukamuona Alikiba na Bien wakaja wakachia ngoma yao Final. So tunaona ni kipindi gani msanii wakati anajitahidi, anajitafuta, anataka kutoka, so majianti wa Bongo Flava wakampandishia nyimbo. So hii kusema ukweli haikuwa nzuri sana kwa baadhi ya watu, waliona sio kitu nzuri sana, labda Diamond hajafanya vizuri au Alikiba hajafanya vizuri. Lakini pia nilibahatika kumsikiliza mchambuzi fani hivi anajiita Upupu. So alichambua akasema kabisa Rayvanny anaweza kutumia hii au sio, na ikamfanya msanii wake akawa mkubwa. So akaulizwa anaweza akafanya mbinu gani, lakini akasema kama Rayvanny anataka ajue anaweza kufanya mbinu gani anicheki. Lakini by the way niligundua Upupu alikuwa anamaanisha nini, kwa sababu baada ya mambo kuwa mengi, watu kuachia track zao, huwezi amini Kuslav wa Next Level. So tukamuona ameanza kutokea kwenye chati kama vile za TikTok, Audiomack. So unaweza ukamuona Diamond yuko namba 1 labda Happy, namba 2 labda yuko Alikiba na Bien Final, namba 3 Kuslav, namba 1 Diamond labda Happy, namba 2 Kuslav, namba 3 labda Harmonize. So hii ilimfanya naye avimbe mikono juu, kwa sababu alitokea katikati ya majianti, umeelewa? Si kawaida. Lakini pia ishu kubwa ambayo ilikuja ikastua watu ni baada ya ngoma ya Kuslav ya Moyo aliyomshirikisha Rayvanny ya kuongoza kuwa na views wengi TikTok. So namba 1 alikuwa anashika Diamond Platinum kwa kipindi kile nilivyokuwa natizama zile report. Namba 1 alikuwa anashika Diamond Platinum, ana views milioni 1 ya. Namba 2 anashika Kuslav, ana views 900,000. So nikawa natizama ule mtiririko nikagundua hapa kipo chuma. Lakini pia ikuishia hivyo, tuliona TikTok, so watu wakawa wanajirekodi sana na ngoma ya moyo, na kuna ile ngoma nyingine inaitwa Dance For Me, watu wakawa wanajirekodi sana. So ukipita TikTok huko, kila mtu ni huko kichwani kuna mambo mengi, kati yayo mengi jua nawe mpenzi umo. So ulikuwa ukipita TikTok unakuta kila mtu anafanya challenge. Lakini pia wachambuzi walikuwa ni wengi, walikuwa wanamponda sana Rayvanny. Unamtambulisha msanii kipindi kigumu, msanii hajui, msanii ana maajabu, yani mambo yalikuwa mengi. Wachambuzi ambao walikuwa wanamuunga Rayvanny mkono ni wachache sana. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani Kuslav alipitia wakati mgumu, wakati anajitafuta kutoka. Lakini kitu kimoja ambacho nakwambia ni kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Mungu akipanga bwana siku fulani utatoka, ni siku fulani utatoka. So right now ninapoongelea sasa hivi Kuslav kule YouTube ana subscribers I mean karibia 80 na ni msanii upcoming jamani. Tunasema hata nadhani mwezi ndo anaweza akaa amemaliza.
Lakini pia kuna ripoti zilikuwa zinatumwa kuanzia juzi kwenye upande wa numbers YouTube. Kuna video ina views milioni 3, video nyingine milioni 2, nyingine milioni 1. Yani tunaona ni kiasi gani namba anapiga namba nyingi. Lakini pia sio hapo, kuna ripoti imetoka ya TikTok. Kuanzia nyimbo itoke, Diamond anashika namba 1, ana views bilioni 1.1 TikTok. Alafu msanii wa pili anafuata ni Kuslav, ana views bilioni 1 kamili. Yani ni kitu ambacho hakijawahi kutokea. Narudia tena, ni kitu ambacho hakijawahi kutokea. So kama hauamini, kafanye uchunguzi. Lakini pia Rayvanny alikuja akawa na posti anasema, mimi nikisema kwamba ninatoa msanii kweli. So nikaja nikachunguza huyu msanii jinsi alivyokuwa sasa hivi. Hauwezi amini, hajafanya media tour hata moja. Yani hajawahi kwenda kwenye media yoyote zaidi tu ya yeye na Rayvanny. Haya, lakini pia wiki mbili zilizopita tulimuona alikuwa kwenye show, alienda kwenye show Iringa. So ni show fani hivi, pale kwenye show watu walishow love sana. Yani yeye alikuwa tu anashika mic, mashabiki wanaimba. Ni kitu kikubwa sana, yani amini. Na hapa bado media tour hajaenda labda kwenye radio yoyote ili kutambulisha ngoma zake nini. Yani ni mtaa tu umeitika, mtaa tu umempokea. So hichi ni kitu kikubwa sana. Sijajua Rayvanny target zake ni zipi mpaka sasa hivi, lakini mpaka mtu anaamua kumsimamia mtu, I mean kwamba anakuwa na nini, tunasema anakuwa na target zake. Kwa hiyo ngoja tuone target zake ni zipi na ana plan gani. So ni yapi maoni yako? Unaweza ukadrop maoni yako mimi hapo chini kwenye sehemu ya comment section. Pia usahau ku like, comment pamoja na kusubscribe katika channel yetu pendwa ya Msangu Technology. Asante sana, bye bye, next time.